waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma? Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanywe kitendo kama hiki, utajisikiaje? Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Una huruma? Mimi na watoto wadogo wananitegemea, mwingine ni mdogo kabisa. Kila kitu kinaniangalia mimi, unaenda kunifanyia hiki. Bado nilikuambia we kaka usije kuwa ni tapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma. Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Naomba kama unanisikia nirudishie haki yangu. Hiyo ni haki yangu. Ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo, wananiangalia mimi. Walichokifanya walipofika dukani wakamwambia tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akasema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa maisha hizo zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile line yake wakaichomoa, wakaweka line nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walipoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe line aliyomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama wa watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake. Kilichomshtua akaona 190,000 kama inatoka, haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka. Alipoenda benki anaambiwa benki hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 tu, mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu hawa majamaa. Yeye na mke wake anamlea yule pale kwa hela za utapeli. Huyu mama hana mume. Tunawashikilia watuhumiwa 5 ambao kama mlivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya ya Kaliua shilingi milioni 40 na 900,000. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu. Na pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu. Kwa mtu ambaye umfahamu, ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.